Waliobarikiwa sema amen. Leo tutamaliza jioni, kwa hiyo jipange sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naendelea kujishauri, lakini nimepata meza ya Bwana tutashiriki jioni. Meza ya Bwana tutashiriki jioni. Sio hiari yangu, kuna vitu Mungu anavuvia. Kwa hiyo baada ya neno hili na lile neno la jioni, tutashiriki ile meza ya Bwana. Kwa jiandae vizuri kwa ajili ya hiki ambacho Mungu anakiachilia kwako. Sijasema keki ya upako, nimesema meza ya Bwana. Haleluya. Sijasema chumvi ya upako, nimesema meza ya nani? Mwambie mwenzako usikie, masikio yako yasikie vizuri. Na kama umeshiriki ibada hii na unataka kutembea kwenye mwaka wako pia vizuri, ushiriki. Kwa sababu nilipewa Januari, tulishiriki, na tunapomaliza pia mwezi nilipata kushiriki. Nafikiri nilikwambia kwamba kuna vitu navisikia kwamba tutashiriki tarehe 1 na mwisho pia tutashiriki, na umeona kile Mungu alichokivuvia kwetu na kile anachokiachilia. Kwa hiyo meza ya Bwana ya leo inaenda kuachilia kitu kipya ndani yako. Kama kuna watu wamekulisha vifungo kwa namna usiyojua, meza ya Bwana itaondoa leo. Amen. Lakini ile meza ya Bwana itafungua pia akili za watu, iwe ni wanafunzi, iwe ni kwenye eneo lako la utendaji, akili yako kufikiri sawa sawa, meza ya Bwana itafungua. Kwa hiyo jiandae kwa namna ya tofauti ili uhudumiwe kwa namna ya tofauti. Haleluya. Yesu asifiwe. Na kama umefunga, endelea kufunga tu mpaka baadaye. Tumekuwa na neno ambalo nasema yafanye mambo ya 26 yazaliwe. Na yako mambo mengi tumeangalia, lakini tumeona kuna uzao aina 12 ambao tumeona uzao wa kimwili, lakini pia tunaona uzao wa Mungu, na tulisoma maandiko. Sitarudia sana, maana hili jambo liko YouTube. Kama hujatoa namba yako, nitakupa namba yangu, ambaye hujapata link nitakupa namba yangu, alafu utani test na namba yako ya WhatsApp, uandike jina lako, nitakutumia link ya tangu semina imeanza. Tulikuwa live na hata sasa tuko live. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni vizuri sana ukasikia na ukaomba. Jana nilipata shuhuda kutoka Zanzibar. Amina. Binti mmoja alikuwa anaumwa sana kichwa. Kwa hiyo akawa amepiga, sikupokea simu, lakini alipata link, akafuatilia maombi, akapona kichwa. Amen. Haleluya. Amina. Tumefanyika watoto tulipompokea Yesu Kristo. Tumeona hilo, tukaona pia kwa nini sisi tumekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani, na maandiko yalikuwa wazi. Tukaona taratibu za kiroho, kwa taratibu za kiroho uzao unaweza ukaharibiwa, lakini pia ukazaa tena. Kwa hiyo iko namna ambayo Mungu aliniambia leo nizae tena. Amen. Kwa hiyo kama kuna mahali uliharibika na kuzaa mara ya pili tena. Amina. Haleluya. Amen. Haya, kwa taratibu za kiroho uzao tumeona hapo. Tuliona kwenye Wagalatia, tuliangalia, lakini pia ukiwaonea utungu wakazaliwa, lazima pia kuwe na utungu
wa kuwakuza, na endapo wataharibika utapaswa kuwabeba mimba na kuwazaa kwa mara nyingine. Manake kwa Mungu unazaa zaidi ya mara moja. Amen. Galatia 4:19. Lakini pia tuliona tipu ya uchungu ni huzuni, na tulifanya maombi ya msukumo hapa. Ndio maana nikakwambia nitakupa namba wewe ambao hujapata linki, ni ili upate linki. Nitakuunga kwenye group na utapata linki. Lakini pia huzuni pekee kwenye maombi ndio inaweza kuleta wokovu. Tuliangalia huzuni ya Yesu ilifanyika utungu wa kutuzaa mara ya pili. Tuliona huzunikeni na kuomboleza na kulia, kwamba lazima tuhuzunike. Mimba ni mzigo uliobeba maishani mwetu unaohitaji kuutua. Tuliangalia mimba ni fadhaa tulizo nazo moyoni. Tuliangalia Ana alipata huzuni ambayo ilifanyika utungu, akazaa kiroho kabla ya kimwili. Maombi yanayosukumwa na huzuni yanaonekana kwa haraka mbele za Mungu. Tuliona Bwana katika taabu zao walikwenda kwako, waliomba maombi mengi wakati adhabu yake ilikuwa juu yao. Hatua za uzao wa kimungu tukaona ili kuleta uwiano, Mungu hutoa kitu ndani ya kitu, mtu ndani ya mtu, na kisha kuwaleta pamoja na kuwaunganisha. Kwa tukaona Mungu katika kuleta uwiano, moja alitoa udongo ndani ya ardhi, alafu baada ya kutoa huo udongo akamfinyanga Adamu, alafu ndani ya Adamu akatoka Eva. Amina. Yalaona nachosema? Amen. Kwa tukaona kuna mahusiano kwenye haya maeneo. Na tamani mwezi huu uanze mabadiliko sawasawa na neno hili. Amen. 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 Na Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Mungu alitoa mavumbi ya ardhi akafanya mtu, kisha akamuunganisha na hiyo ardhi kwa ajili ya kumfanikisha. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Alafu akamuunganisha sasa, kutwaliwa katika ardhi na tena kuunganishwa nayo kulilenga yafuatayo: kupatanishwa na hali ya hewa, kupata mafanikio, umiliki wa binadamu. Leo tutakapokuwa tunashiriki, ingia kwenye umiliki. Amen. Haleluya. Amen. Tukasema mbingu ni mbingu za Bwana na nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo tukiwa hapa duniani tusiishi kiholela, utafanikiwa. Ustawi mahali unapokuwa ili ustawi mahali unapokuwa, tukasema ni lazima upandwe na Bwana. Tulisoma Amosi 9:15. Unahitaji kupandwa hata ndani ya kanisa, ili using'olewe, unahitaji kupandwa. Amina. Amen. Amen. Ndani ya kazi yako unahitaji kupandwa, Bwana akupande kama mbegu. Na tuliona kwenye Yeremia 24:6 anasema, nitawalinda daima na kuwarudisha katika nchi hii, nitawajenga wala sitawabomoa, nitawapanda wala sitawang'oa. Nitawapanda wala sitawang'oa. Kwenye Amosi 9:15 anasema, nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena, watoke katika nchi hiyo niliyowapa, asema Bwana Mungu wako. Ukipandwa Arusha utafanikiwa Arusha. Wakati watu wanasema Arusha ni ngumu, wewe kwako itakuwa nyepesi. Ukipandwa pale kazini, wengine watatolewa, watapunguzwa, ila wewe utabaki. Haleluya. Kuna mahali pengine unahitaji kujipanda, na nilifundisha pia wakati fulani kwamba jipande kwa dhabihu. Toa dhabihu,
ujipande. Kama ni kazini, jipande. Kama ni kanisani, jipande. Amina. Mahali popote ambapo Bwana amekuweka, jipande, uwe mbegu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu alimtoa Adam katika ardhi, akamtoa Eva katika Adam. Hivyo kuna mahusiano makubwa kati ya ardhi na mtu, na kuna uhusiano mkubwa kati ya mke na mume wake, kwamba walitolewa. Alafu asema tumeokolewa ndani ya Kristo, au tuliookoka tumeokolewa, tumetolewa ndani ya Kristo, tukazaliwa kutoka ubavuni mwake, tukaunganishwa kwenye ushirika wake. Hii ndio maana halisi tutakayokuwa kwa ajili ya meza ya Bwana ya leo. Haleluya. Amen. Mungu anapotaka kutuzaa tena, anatupatia roho mpya na kuweka roho hapo. Sasa andika, tuanzie hapo. Mungu anapotaka kutuzaa tena, anatupatia roho mpya na anatupatia moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yetu. Mungu anapotaka kutuzaa tena, anatupatia moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yetu. Narudia tena. Sasa Ufunuo jioni utaushangaa kidogo pia. Anasema Mungu anapotaka kutuzaa tena, anatupatia roho mpya na kuweka moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yetu. Nianze kwa kusema, kama unaandika, miili yetu imefananishwa na kikombe. Kikombe kina matumizi mengi. Kikombe hiki kikienda kwa mnywa pombe, kinatumika kunywea pombe, na anakunywa, analewa, anakitumia kama chombo chake. Kikombe hiki kikija kwa mnywa chai, naye anakunywa chai, natumika kama chombo cha chai. Haleluya. Ama tunaweza kusema miili yetu ni sawa na kisu, nacho si chombo. Kisu kikiwa jikoni kinakata mboga, ila kisu hicho kikiwa kwa jambazi ni silaha ya kunyang'anya hela. Kisu hicho ni cha kuchinja, naweza kuchinja, cha mchinjaji. Lakini kisu ni kisu, kinaenda na matumizi. Amen. 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 Yesu asifiwe. Amen. Okay, fananisha na chombo kingine chochote mtu anaweza akakichukua. Ndiyo, tuna simu hizi. Hata simu ulionayo ni chombo. Mwingine anatumia vibaya, mwingine anatumia vizuri. Mwingine anatumia kwa kuwasiliana, mwingine ni chombo. Yaani, kwa mfano, ninyi mnacheka sana Kiswahili, mara mnakiita kivunja chawa, mara mnakiita, lakini hakuna simu inayobeba hela nyingi kama hicho Kiswahili. Amina. Hello. Amen. Nenda kwa watu wa M-Pesa, taelewa ninachosema. Kiswahili kimejazwa M-Pesa za kutosha, hata milioni kadhaa. Kienda pale unahudumiwa Kiswahili hichi. Kwa hiyo kina thamani kulingana na matumizi. Sasa sikia, niko kwenye neno nasema, Mungu anapotaka kutuzaa tena,
anatupatia roho mpya na kuweka moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yetu. Sasa sikia hapa, hivyo ulivyo inawezekana. Andika tosaidia. Mtu ni chombo ambacho shetani akikipata anakivuvia roho na kukitumia atakavyo yeye kulingana na matumizi yake. Huyu mtu huyu anayetembea ni chombo ambacho shetani akikipata anakitumia kwa matumizi yake kulingana na anavyotaka. Huyu anakivuvia roho kulingana na matumizi yake, anakitumia anavyotaka. Kama vile ambavyo unaweza ukashika kisu jikoni kikawa ni cha kukatia mboga, ukarudi nacho barabarani ukaenda kumdai ambaye hajakupa marejesho, bado ni upande mmoja ni silaha, upande mwingine ni cha kukatia mboga. Shetani anakuvuvia kama chombo, anakutumia. Unaweza ukawa msengenyaji, kumbe umevuviwa. Unaweza ukawa mwasherati, kumbe umevuviwa. Unaweza ukawa mlevi, kumbe umevuviwa. Unaweza ukawa chochote, tabia yote, shetani Sikia. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5, Petro anamwambia Anania, kwa nini umekubali shetani akaujaza moyo wako hata kumwambia Roho Mtakatifu uongo? Walipokuwa na mke wake wanatunga, tunaenda kufanyaje? Twende tukadanganya kwamba mali tuliuza ni hii. Shetani aliwavuvia, aliwajaza. Kwa hiyo wakafika wakasema uongo. Sasa Petro anamwambia, kwa nini umekubali shetani akaujaza moyo wako? Matendo ya Mitume 5. Matendo ya Mitume 5. Mstari wa kwanza. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mke wake aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Tena, kwa nini shetani amekujaza nini? Moyo wako. Kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Kwa hiyo makosa haya ni shetani alimtumia. Mwenzako unatumika na nani? Yule aliyekujaza ndio anayekutumia. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kama ni Mungu. Okay. Nisikia vizuri. Kuna mambo nitayagusa jioni baadaye tukiwa tunashiriki. Iko hivi. Wakachovya tonge pamoja Yuda na Yesu. Na alipochukua lile tonge, maandiko yanasema shetani akamuingia Yuda, ndipo roho ya kumsaliti Yesu ikawa ndani yake, na akaenda kumnadi au kumuuza. Alijazwa roho, kwa alitumika kikawaida. Yuda sio msaliti, ila roho ilipomuingia Yuda, kikawaida wanandoa sio wasaliti, ila roho ya usaliti ilipoingia, akamsaliti mke wake, akamsaliti mume wake. Hello.
Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Kwa yale unayofanya kama ni mabaya, wewe ni chombo cha nani? Cha Shetani. Unatumiwa na nani? Shetani. Hebu mgeukie jirani yako muulize, wewe unatumiwa na nani? Tunapaswa kuwa chombo cha Bwana. Sasa andika ya pili kwamba miili yetu ni chombo. Tukimpa Mungu naye anakivuvia na kukitumia kwa matumizi yake kama atakavyo. Narudia tena. Miili yetu au mwili wangu ni chombo. Pale nitakapompa Mungu mwili wangu, atanivuvia ndani yangu na atanitumia kama apendavyo yeye. Amina. Anaweza akanitumia nipeleke nchini pale huko. Anaweza akanitumia kufundisha neno la Mungu. Amen. Anaweza akanitumia kufundisha waimbaji. Anaweza akanitumia kutoa unabii. Anaweza akanitumia kusimamia kazi yake. Anaweza akanitumia kutoa sadaka na vitu mbalimbali. Lakini pale ambapo nimeamua kumpa mwili huu, amen. Amen. Mwili yetu ni nini? Sema ni chombo. Tukimpa Mungu atakivuvia. Shika hilo neno kuvuvia na kuelekea. Amen. Alafu akisha kivuvia ataanza kutumia apendavyo. Namba 3. Kumpa mwili wako Shetani au Mungu ni hiari yako. Unajua Mungu ametukabidhi miili yetu. Unajua mwili ni vazi la roho yako inapoishi hapa duniani. Bila huu mwili roho haiishi. Sasa amekupa huo mwili, ni wewe una hiari, hakulazimishi umpe Mungu mwili wako au umpe Shetani mwili wako, ni wewe wako. Okay. Maandiko yanasema hivi, itoeni Warumi 12. Warumi 12 mstari wa kwanza. Nisome. Warumi mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Na wasihi kwa huruma za Mungu, itoeni miili yenu iwe nini? Dhabihu iliyo hai. Ipi? Takatifu. Uitoe dhabihu takatifu, ndio ibada yenu yenye maana. Amen. 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 Amina. Ukiangalia mstari wa Korinto wa kwanza 3:16. Korinto wa kwanza 3:16. Wa Korinto wa kwanza 3:16. Wa Korinto wa kwanza 3:16. Hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa nini? Hekalu. Hebu mwambie mwenzako, wewe mwili wako ni nani anautumia? Hivi mchepuko mwili wake nani anautumia? Hello? Yesu asifiwe. Amina. Huyu mlevi nani anatumia mwili wake?
Shetani. Msengenyaji nani anamtumia? Wewe unatumika na nani? Hello? Yesu asifiwe. Amina. Okay. Sura ya 6 mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza 6:18, andika. Wakorintho wa kwanza 6:18. Ikimbieni zinaa. Ikimbieni. Isubirini. Hapana. Ikimbieni. Ifuateni. Ikimbieni. Ifanyeje? Ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu. Hebu njoo Jackson. Amesema ifuateni nini? Amesema ikimbieni zinaa, yaani inamaanisha ikimbieni zinaa mwendo wa ngiri mkia juu. Hebu kimbia, ishara ya kukimbia zinaa. Umekutana nayo? Haleluya. Amina. Ikimbieni, usiende, usifuate. Mwendo wa nini jamani? Haya bwana. Amina. Hiyo nayo ni mpya. Endelea. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya nini? Ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda mwili wake mwenyewe. Afanyaye zinaa hutenda dhambi juu. Kwa hiyo okay. Hebu turudi kidogo, labda utanielewa. Mstari wa 15, rudi hapa ili ujue wewe ni kiungo cha nani, umeunganika na nani. Wakorintho 6 mstari wa 15. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Viungo vya nani? Vya Kristo. Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Yaani nitwae hivyo nikawe kahaba kweli? Hasha. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Aliyeungwa na mchepuko ni mwili mmoja naye. Mbona wengine hebu usiongee. Aliyeungwa na mchepuko, wewe mwenzako umeungwa na nani? Hebu muangalie usoni, maana wale wezi hata kuangalia atakuwa na aibu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Yeye aliyeungwa na Bwana, maana yake kwenye mwili wako. Ndio maana akasema ikimbieni zinaa. Mwendo wa nini? Wa ngiri. Haleluya. Amina. Yusufu anashawishiwa afanye zinaa na mke wa bosi wake. Maandiko anasema Yusufu akakimbia, akaacha nguo, akakimbia. Ijapo alipelekwa gerezani, lakini bado Mungu alimtetea, maana na yeye aliutetea ushirika wake na Mungu. Amen. Siku ya leo watu hawakimbii, wanakaribia. Una hiari ya kutoa mwili wako, ndio pointi yangu. Umpe Bwana. Okay. Kitabu cha Waebrania. Una hiari ya kumpa Bwana mwili wako au kumpa shetani? Ni hiari. Angalia Waebrania 10 mstari wa 5. Waebrania 10 mstari wa 5. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mungu anataka mwili wako kuliko sadaka zako. Amina.
Amen. Mungu anataka mwili wako kuliko sadaka zako nyingine. Amen. Kwa sadaka ya kwanza, toa mwili wako kuwa sadaka. Amen. Ndio maana Warumi 12 anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, sio hai. Iwe hai lakini iwe ya kufanyaje? Kupendeza Mungu. Haleluya. 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 Walionielewa sema amen. Amen. Walionielewa sema amen. Amen. Wangapi wako tayari kumpa Bwana miili yao? Amen. Wangapi wanataka watumiwe na Mungu? Amina. Haleluya. Amen. Uwe na utayari. Dhabihu unatolewa kutaka, bali mwili aliniwekea tayari. Mwili aliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo aliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Okay, sikia. Baada eneo jingine. Pale tunapompa Yesu maisha yetu, andika. Pale tunapompa Yesu maisha yetu, anakuwa na uhuru wa kuyatumia. Pale tunapompa Yesu maisha yetu, anakuwa na uhuru wa kuyatumia. Hawezi kutumia kama hujaamua kuyatoa maisha. Ngoja niwaambie kitu. Hii kazi ya huduma ni kifungo. Sio kaona ni vyepesi. Nilikuwa na tafakari siku moja. Nikamtafakari rais. Miaka 10 au miaka 5 anayokaa madarakani inamnyima uhuru fulani kwa nafasi aliyonayo. Kuna vitu inabidi avizuie. Kwani kuambia labda utaelewa. Ni ngumu sana kumkuta rais aliye madarakani mkakutana naye klabu. Kwanza ana ulinzi fulani ambao kokote anakopita, labda kasoro chooni, kuna kusudi amebeba. Sasa akienda kienyeji watamlipua huko. Kwa sababu hiyo anakaa kwenye kifungo fulani. Si tu kwamba ni mtawala, sio tu kwamba ni mtumishi wa serikali, tunasema ni mwananchi namba moja, lakini pia inambana kwenye vitu vingi. Yaani anaweza akawa anatamani naye kwenda pale akacheza disco, lakini mimi ni rais, watanionaje? Umenielewa nachosema? Amina. Naye anatamani kamchepuko pale, lakini mimi rais, nikikumbwa huko inakuaje? Hivyo unakuta rais anapepesuka kweli. Utamwelewa? Huwezi kumwelewa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa tunapoingia kwenye uokovu, unapompa Bwana maisha yako, wewe ni mfungwa wa Kristo. Ndio maandiko yanavyosema. Amina. Una uhuru na mwili wako. Mwenye uhuru na mwili wako ni Yesu. Amen. Hello. Amen. Haleluya. Amina. Na ndio maana wengi wameshindwa kuendelea na uokovu. Wengi wameshindwa kuwa na uokovu ulio safi kwa sababu wanashindwa kujitoa completely kwamba okay, Biblia inasema mtu akitaka kunifuata, Mathayo 16. Mathayo 16. Mtu akitaka kunifuata na ajikane, ajitwike msalaba wangu anifuate. Msalaba wake anifuate. Mwenye kuipenda nafsi yake ataipoteza. Mwenye kuipoteza kwa ajili yangu ataiona.
Kwa hiyo kumbe unajikana, watafanya hayo ila wewe uendi, wataenda kwenye pombe ila wewe uendi, wataenda kwenye mambo ya ajabu. Yaani ukiokoka starehe za dunia na wewe basi. Amina. Tamaa za dunia na wewe basi. Paulo anasema nimekuwa mfungwa wa Kristo. Sasa mtu awaza, sasa kweli unakaza hivyo? Yaani niache kuwa na kamtu kangu kweli? Niache kwa mmoja akasema ili kanisa gisi sana nafuatiliwa hivi. Ndio nitakufuatilia, yaani nitakufuatilia kimwili na kiroho, hata macho ya roho yataniambia. Kwa nini? Tukisema sisi ni mali ya Yesu, hivyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Endelea Korinto inayofuata, baada nafikiri 10 na Wakorintho wa kwanza ile 6. 18 tulitoka pale. 18 tumetoka pale. Ndio. 19. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Yaani sasa hivi sema mimi sio mali yangu mwenyewe. Mimi sio mali yangu mwenyewe. Mwili wangu sio mali yangu mwenyewe. Mwili wangu sio mali yangu mwenyewe. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tulinunuliwa kwa thamani. Sema nimenunuliwa kwa thamani. Nimenunuliwa kwa thamani. Napaswa kumtukuza Mungu. Napaswa kumtukuza Mungu katika mwili wangu. Katika mwili wangu. Hebu mgeukie jirani yako muulize, wewe mwili wako ni wa nani? Anasemaje? Kuna mwingine ameshasema bwana, nimeingia kanisani hapa kwa Shirima, tuonane saa 8 tuende misele, wanasema. Amejitoa nusu. Ngoja mwenzako, wewe nusu au ni mzima mzima? Kama ukitoa mwili wako leo ile mchepuko basi. Kiona anga zinapungua kuna jambo. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Miili yenu ni hekalu, mlinunuliwa kwa thamani. Tukuzeni Mungu katika miili yenu. Huu mwili ukaimbe sifa kanisani. Amina. Huu mwili ukaimbe kwaya. Amen. Huu mwili uingie kwenye mfungo. Amina. Huu mwili uje mkesha. Amen. Hello. Amen. Hebu geukie jirani yako muulize, mara ya mwisho kukesha ni lini? Ni mwaka gani? Maana sio lini, mwaka gani? Wengine hata kufunga hakukumbuki siku. Mara ya mwisho kufunga, geukie jirani yako muulize, mara ya mwisho kufunga lini? Kama ni mkweli atakwambia tangu mwaka juzi. Anakuja Yesu. Anakuja Yesu. Ndugu yangu jiandae. Anakuja Yesu. Andika. Tunapompa Yesu miili yetu, anaweka moyo mpya na roho mpya. Tunapompa Yesu miili yetu, humu ndani anaweka moyo mpya na roho mpya, ili tuweze kumtumikia kwa ukamilifu. Kuna watu
hapa hawawezi kutumika kwa ukamilifu, kwa sababu hawajatoa miili yao, na kwa sababu hawajatoa, Bwana hajaweka moyo mpya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Angalia kitabu kile cha Ezekieli 36 mstari wa 26 na 27. Ezekieli 36 mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitaitia roho mpya ndani yenu. Na nitatia pia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Kuna moyo wa jiwe, moyo wa kutokutii, moyo wa uovu, moyo mbaya, moyo wa dhambi. Huo ni moyo wa jiwe. Anasema nitauondoa. Uko tayari uondolewe? Amina. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nitawapa moyo wa nyama. Asante. 11:19 Ezekiel 11:19 hadi mstari wa 20. Nitawapa moyo mmoja. Nami nitawapa moyo mmoja. Mimi nitatia roho yangu ndani yao. Alafu nitatia roho yangu ndani yao. Nami nitauondoa moyo wa kijiwe. Nami nitaondoa moyo wa kijiwe katika miili yao. Sema moyo wa kijiwe toka. Moyo wa kijiwe toka ndani yangu. Ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitawapa moyo wa nyama. Ili waende katika amri zangu. Maana yake ili utembee sawasawa na Mungu na Mungu akutumie, ni lazima moyo na roho yako vibadilishwe. Amina. Na ili Mungu aingize moyo wake na roho yake, ni lazima umpe mwili wako. Amen. Utoe mwili wako kuwa dhabihu. Amina. Wewe sio mali yako mwenyewe. Amen. Na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda. Nao watakuwa watu wangu, mimi nitakuwa Mungu wao. Kwa hiyo sio kila mtu ni wa Mungu, ila yule aliyempa Bwana mwili wake. Bwana anatengeneza moyo. Leo kuna moyo mpya, leo kuna roho mpya. Uzaliwe tena. Amen. 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 Sasa hii ni sehemu A, B tutamaliza jioni. Sasa angalia. Andika. Meshaona Mungu akitaka kutuzaa anaweka roho mpya na kuweka moyo mpya ndani. Haya, tuje hapa. Mungu alipokuwa anampulizia huyu mtu pumzi ya uhai, alikuwa anamzaa kiroho. Alikuwa anamzaa kiroho. Inawezekana umezaliwa kiroho kuna shida. Alikuwa anamzaa kiroho. Alikuwa anamzaa kiroho. Naelekea mwishoni. Alikuwa anamzaa kiroho. Mungu alipokuwa anampulizia huyu mtu pumzi ya uhai, alikuwa anamzaa kiroho. Mwanzo 2:7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Amezaliwa kutoka kwenye ardhi, sawa? Akampulizia pumzi ya uhai. Ndani ya huu mwili akapuliza pumzi ya uhai.
mtu akawa nafsi hai. Akawa hai. Uwe hai kwa jina la Yesu. Amen. Uwe dhabihu hai kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Andika, uwezo wa Yesu unakuja ndani yako au ndani yetu kwa kuvuviwa roho yake. Uwezo wa Yesu. Uwezo wa Yesu. Nisikie vizuri. Uwezo wa Yesu ya ndani yako kwa kuvuviwa roho yake. Kwa kuvuviwa roho yake. Kwa kuvuviwa roho yake. Uwezo wa Yesu unakuja ndani yako au ndani ya mtu pale anapovuviwa nini? Roho yake. Roho yake. Warumi 8:14 inasemaje? Warumi sura 8:14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Waliovuviwa hiyo roho hao ndio wana wa Mungu. Inayofuata, kwa kuwa hakumpokea tena roho ya utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Rudi mstari wa 9. Mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, Roho wa Mungu kama amevuviwa yuko ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, mtu awaye yote, iwe askofu, iwe mshirika, iwe mchungaji, iwe nabii, mtume, awaye yote, huyo si wake. Asipokuwa na huyo Roho, kama hana huyo Roho, hajapewa hiyo Roho mpya ndani yake, huyo si wa Yesu. Sikia. Najua Mungu ni wa maajabu sana. Kwa nitafakari sana. Alitoa udongo, akamtengeneza mtu kwa udongo, akampatanisha na ardhi. Ndani yake akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Ili mtu sio yale matope. Akachukua pumzi, akapulizia puani, mtu akawa nafsi hai. Haya, wanafunzi wanataka na kuhubiri, pia msiende kwanza mpaka mpokee, mpaka nitakapowavuvia. Kuna roho nitaivuvia kwenu. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yohana 20:21 na 23. Kuna kitu kinaenda kutendeka asubuhi ya leo. Unahitaji kuvuviwa asubuhi ya leo. Yohana 20:21 hadi 23. Yohana 20:21 hadi 23. Basi Yesu akawaambia tena. Amani iwe kwenu. Kwa Baba, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka nyinyi. Yani, Baba alinituma, nimetoa mwili wangu kuwa dhabihu, nimeweka mwili wangu tayari, dhabihu na kutolewa kutaka. Sasa anasema kama Baba alivyonipeleka akanituma, na mimi nawapeleka, ila katika kuwapeleka kuna kitu mtafanya. Naye akisha kusema hayo kwamba nawapeleka nini, akasafanyaje? Akawavuvia, akawaambia. Akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Na mimi natamka leo na kuvuvia nikikuambia pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Si kama nimeeleweka? Amen. Hakuwatuma peke yake akawaacha hivyo. Aliwavuvia. Neno kuvuvia nikawa tafakari na kusema, hata wakati moto unaelekea kuzimika,
ndio wiki unapopulizaga mkaa pale nyumbani. Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuna watu shavu wamefanya masaji vizuri kwa sababu wanapuliza. Mikoba wameanza kucheka. Wewe waambie Bwana, leo nina dharura. Haleluya. Amen. Jioni uje. Amen. Hello. Amen. Wanda ungeumwa sungelala nyumbani. Sasa ukiomba dharura, jamani, hela yangu hiyo hapo, mimi nina dharura, basi njoo upokee kile cha Bwana. Amen. Siku hazirudi. Nisomee hiyo. Ndivyo ilivyoandikwa. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha, kufanya hai tena. Amen. Kufanya hai tena. Haleluya. Amen. Wanaotaka kuvuviwa sema amen. Amen. Unajua, sikia. Andika. Kila matokeo ndani ya mtu yanatokana na uvuvio. Kila matokeo ndani ya mtu yanatokana na uvuvio. Kwa hiyo uvuvio ndio unaamua matokeo yanayoonekana. Pengine umevuviwa roho ya ulevi, ndio maana ni mlevi wewe. Pengine umevuviwa roho ya kiburi, ndio maana una kiburi mpaka kwenye nywele. Umevuviwa. Haleluya. Hata kwenye mambo ya kufanikiwa haya, ukivuviwa roho ya kuolewa utaolewa. Amina. Ukivuviwa roho ya kuoa utaoa. Amen. Ukivuviwa roho ya utajiri itakuja. Amina. Si kama naelewa? Amen. Biblia inasema hivi, aombaye mkate hatapewa, hatapewa jiwe atapewa, aombaye samaki hatapewa nyoka atapewa, aombaye yai hatapewa nge atapewa yai. Akasema, ikiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi Baba yenu wa mbinguni kuwapa Roho Mtakatifu wale wamwomba? Kuwapa maana yake, kumbe roho ni uvuvio. Roho anaweza akatumika. Roho anaweza akatumika kwa utajiri. Roho anaweza akatumika kwenye kwaya. Roho anaweza akatumika kwa praise and worship. Roho anaweza akatumika kwa chochote. Roho Mtakatifu akivuviwa kwa Amina. Ulichovuviwa. Kuna mlevi alikuwa mlevi, alipokuja akavuviwa Roho Mtakatifu hanywi tena, ni mtumishi wa Bwana. Amen. Kuna kahaba alikuwa kahaba, alipokuja kuvuviwa yeye sio kahaba tena, ni mwimbaji wa injili. Amina. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako hakuna kupiga miayo kuanzia leo. Hakuna kupiga miayo kuanzia leo. Tutabubujika wote. Amina. Pokea uvuvio kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uvuvio kwa jina la Yesu. Amina. Kuna mambo yanaenda kutendeka kwa uvuvio huu. Wewe niwaambia, niwasaidiane kitu. Njoo. Befurahi kuona. Njoo. Wanajiuliza mtoto wangu ameenda wapi? Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wanakumbuka wakati amekuja huyu hapa kwa mgonjwa? Wanakumbuka? Amina. Nakumbuka vizuri. Alipofika hapa tulimpa kafruto. Tulimpa kajuisi. Kakeki kaupaka. Alifanywaje? Neno la Mungu. Sijui. Alipovuviwa uzima, hii miguu hii ilikuwa imejaa. Alikuwa amevimba sana. Na alikuwa na kidonda kibichi kama cha mtu wa sukari. Alipokuja, alikuja kama bibi mzee. Sio leo. Nilipokota sababu yako, maana aliona wengine waliogopa. Kwa sababu alipoletwa, alibebwa, hawezi kutoka, alibebwa kutoka nje, akaletwa ndani. Na kitu nakiweka ndani yako. Amina. Alipoletwa hapa tukatabiri, akavuviwa uzima, leo yupo. Amen.
kuna mambo yameharibika ndani yako, kama alivyopokea uzima ndani yake, na kwako utakuja uzima. Amen. Kama waliweka mauti kwako, uko uzima unavuviwa ndani yako. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hakuna maji ya upako ila alipokea uvuvio. Kwa nini nimeongea hili na nimemuita kwa mfano huu? Na maanisha kwamba ukivuviwa Roho Mtakatifu huhitaji maji ya upako. Roho Mtakatifu anatosha. Amen. Yesu hakusema pokea keki ya upako. Yesu hakusema pokea chumvi ya upako. Yesu hakusema pokea fruto. Yesu alisema vuviwa. Na mimi nasema leo vuviwa. Amen. Vuviwa. Amina. Unajua saa ingine Wakristo wamekuwa kama wachawi. Wangapi wameshaishika ile ndumu ya kuua mbu ile ya kupuliza na mende ndani. Sasa ukuta mtu amepewa maji ya kuspray, akisikia huko kwenye maji anaanza sasa pepo ni Yesu asifiwe. Amen. Sikia, ukikosa Roho Mtakatifu wewe ni failure na umefilisika. Yaani Roho ni kila kitu. Amina. Ndio unanielewa? Hakupi mkate, hakupi yai, hakupi samaki, anakupa Roho. Maana yake akikupa huyo, ukilala usiku unalindwa na nguvu za Mungu. Amen. 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 Mambo mengine yanafunguka kupitia Roho. Mwambie mwenzako chagua leo. Mgeukie mwambie chagua leo. Ukatafute maji ya upako huko, ama upokee Roho Mtakatifu. Muulize wewe unataka nini? Kwa sababu wasio na Roho Mtakatifu wanahangaika. Akisikia pale wanatapisha chura, yuko hapo. Akisikia pale wananywesha watu. Yani kuna niliangalia siku moja nikasema wajinga ndio. Ile bwana mheshimiwa amekaa kwa kitu kirefu, ameweka pipa chini, alafu wanaume na wanawake wasio na akili anaenda kukinga kichwa pale, alafu bwana anakanyaga kichwani, ananawia miguu kichwani. Una akili? Una. Wengine wasema tunatengeneza kombora, chumvi, mafuta, sumu. Chukua olive oil, chukua fruto, chumvi, changanya. Nini unaweka mwilini? Kesho unaanza kusema eti michomi, dokta nauma, infection ya damu. Imetoka wapi? Food poison imetoka wapi? Walionielewa sema amen. Wangapi wanataka kuvuviwa Roho Mtakatifu? Amina. Tuache shortcut. Tuache shortcut. Vuviwa Roho Mtakatifu. Amen. Na nguvu ya Mungu haitafuti kwa kusukuma matumbo, kwa kula sana, kwa maombi. Hello. Hallelujah. Leo nasema hivi, sina maji, sina sukari, sina chochote. Ninaye Roho Mtakatifu ninayemsema. Amen. Ninalo jina la Yesu nalisema. Ukivuviwa litabadilisha maisha yako. Amen. Hatuishi kwa vitu vya kuonekana. Uko tayari kwa ajili ya uvuvio? Amen. Yohana 7:37. Kila aonaye kiu. So after Yohana 7:37. Yohana 7:37. Hata siku ya mwisho, wa semina, siku ile ya kubwa ya sikukuu, hii leo ambayo tutashiriki na meza ya Bwana baadaye. Yesu akasimama, akapaza sauti yake
Mtu akiona kiu na aje kwangu aje. Anayetaka kuvuviwa akiwa na kiu aje, atavuviwa. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena. Aniaminie mimi kama maandiko yalivyonena. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito. Amina. Penye mito hakuna jangwa jamani. Penye mito hakuna jangwa. Amina. Na kuna kitu natamani nikiona. Yaani tukiingia kanisani tububujike kweli. Amina. Tunene kwa lugha mpaka sauti iishe. Amen. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati ibada inaisha tuache watu huku. Ndio ibada. Amina. Yaani Pentekoste ukiingia kanisani hujanena kwa lugha bado haijawa ibada. Unjabubujika. Maana hii kilevi chetu. Maandiko yasema msilewe kwa mvinyo bali mjazwe. Yaani ukikuta mtu amejaa vizuri ni zaidi ya mlevi. Tunalewa roho. Akaendelea mstari wa 39. Na neno hilo alilisema katika habari ya roho. Kwa hiyo asema kila aonaye kiu, alinena kwa habari ya roho. Ambaye wale waaminio watampokea baadaye. Wanaomwamini watampokea kwenye ibada ya leo. Amina. Wanaomwamini watampokea kwenye ibada ya leo. Amen. Wanaomwamini watampokea kwenye ibada ya leo. Amen. Wanaomwamini watampokea kwenye ibada ya leo. Amen. Waliojiandaa kumpokea sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Sikia, kuna matokeo mtu wa Mungu. Ukivuviwa ni sawa na shamba lililonyeshewa, lazima mazao yaote. Hakuna kukauka mahali penye maji. Wakulima mnanielewa? Ukilima mboga, unazimwagia maji. Zinanyauka? Zinanyauka. Kwani zinanyauka? Lakini kama hujazipa maji, zinanyauka. Watu wengi wamenyauka kimagonjwa, wamenyauka kiroho, kimaombi. Unajua ile mwimbaji anasema uninyunyizi usiimbe kama huzuni. Leo sio msiba. Imba kwa sauti, kwa kujituma. Huu sio wimbo wa msiba. Haya, 1, 2, 3. Wauka wachi baba inyauke ona kupenda Yesu nakupenda nakupenda andiko. Tuingia kwenye maombi. Tunaenda kisimani. Tunaenda, mwanamke Msamaria akaambiwa, ukinywa maji haya utaona kiu tena. Usitembee kijangwa jangwa, ndio maana shetani anakuonea. Unahitaji kunyunyizwa. Andiko hili Isaya 41. Andiko hili Isaya 41. Nisomee tu maandiko tutakapo, alafu tusimame kwa. Akabakia tayari. Ndio. Isaya 41 15 sura kufanya hadi alafu 7.
41:17. Isaya 41 mstari wa 15. Sasa baada ya 17. Na masikini na wahitaji wanatafuta maji. Masikini na wahitaji wanatafuta maji. Wala hapana ndimi zao zimekauka kwa kiu. Kwa hiyo hawa masikini walioingia kwenye ibada ya leo wana kiu ya maji. Unajua wale masikini wa roho wanatafuta maji, wana kiu ya maji. Wanatumikiwa nini? Maana yake maji ni nini? Na uhai, maji yetu ya uhai kwa Mungu ni nini? Roho. Kwa hiyo hata kama uko hoi vipi, utatumikiwa drip. Utakunywa drip kulingana na ukaufu ulio ndani. Amen. Roho akiingiana, unajua kitabu cha Matendo tunaona watu wamekaukiwa kuanzia mstari wa Matendo 4:25. Usisome Matendo 4:25. Ukianza pale mpaka 31, wamekaukiwa, kanisa limekaukiwa. Wanatokaje kwenye ile hali ya matisho? Wamechoka. Biblia inasema Roho Mtakatifu akashuka mahali pale. Tetemeko likatokea, Roho Mtakatifu akashuka, wote wakajaa. Yaani leo kama mnaweza kujazwa hata mtapanda huku mpaka jioni. Hello. Haleluya. Nzuri sana. Mmoja alikuwa anamfundisha binti yangu mmoja ambaye sasa ni mwalimu. Kwa anaishi nyumbani. Kama nimefundisha somo la ubatizo, afundisha habari ya Roho Mtakatifu. Akaniambia, mchungaji, mimi nataka nijaze Bwana. Kwa nini unasema kesho? Nikamwambia, wewe subiri kesho tunaongea. Sema, mimi natamani leo. Nikamwambia, wewe subiri. Tulipoenda kwa maombi fulani ilikuwa ya usiku. Na kwa ile kiwa aliyokolewa vijana huko. Jawa beba mpaka nyumbani. Alikuja akanena mpaka asubuhi saa 12. Ametoka na kumbuka mwingine naye aliomba Roho akaanza kutabiri. Unabii ukaingia huko. Kuna vipawa vimejificha ndani, vinasubiri viibuliwe. Ukishavuviwa kuna unabii utainuka mahali. Ukishavuviwa kuna kipawa cha kuponya wagonjwa kitainuka mahali. Ukishavuviwa kuna karama za masaidiano zitainuka kwenye kanisa. Kanisa limekosa uvuvio, ndio maana hatuone vipawa vikitenda kazi. Siku ya leo tutakomesha huo mzizi kwa jina la Yesu. Na ukiwa na Roho Mtakatifu ni rahisi, hata ukiomba utafuti maji ya upako. Roho Mtakatifu alipo roho uko uhuru. Uko nini? Uhuru. Simama sasa. Funga kitabu chako. Weka kabisa na simu yako kwenye pochi. Haleluya. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uwachi niauke. Niko mbele zako. Nimesikia neno lako ya kwamba ukitaka kunizaa unaweka moyo mpya ndani yangu na roho mpya, na hivyo nitaweza kwenda katika amri zako
na hata Yesu ulipotuma watu waende wakafanye kazi yao, ukasema kama nilivyotumwa na watuma na nini, ukawaambia nendeni, ukawavuvia ukiwaambia pokea Roho Mtakatifu. Bwana, nimetembea jangwani muda mrefu, nimeishi kwenye hali ya hofu, magonjwa muda mrefu, nimeteseka na madeni muda mrefu, roho ya ibada imekosekana ndani yangu muda mrefu. Yesu, nimeshindwa kuomba, nimeshindwa kutumikia, nimeshindwa kufanya kazi yako kwa sababu ya jangwa lililo yangu. Umesema utamimina maji juu ya wote, mierezi itatua maji, barosho itatua maji. Na mimi Bwana, nahitaji kunyunyizwa, nahitaji kuvuviwa ili niongezeke, ili nikue, ili nistawi. Unapogusa wengine usinipite Bwana, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, Bwana wa Mungu aliye hai. Nenda Bwana, mwambie Bwana, leo ninyunyizie, leo nijaze, leo nivuvie Bwana. Sitaki kutoka hivi. Leo ni siku yako ya kujazwa. Uliposema kila aonaye kiu, Bwana mimi ndio nimekuja, nina kiu Bwana, nina kiu Bwana, nina kiu Yesu, nina kiu. Mwambie Yesu, jaza ndani yako, nataka kunena kwa lugha, nataka kujazwa, nataka mvua ya upako, nataka kujazwa neema, ili Bwana nitembee katika uhai, nitembee katika uhuru, nitembee katika uvuvio. Nijaze Roho wako, rika makosa rapayasia rika darababa. Kama kuna sababu inayozuia usijazwe, mwambie Bwana, nisamehe chochote kinachozuia na mimi nisijazwe leo, na mimi nisijazwe leo, na mimi nisivuviwe leo. Yesu, ni roho yenye kuisha, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Weka kiu kwa matengenezo ya moyo, safisha moyo wako kwa njia ya toba, maandalio ya kupokea Roho Mtakatifu. Atashuka kwako, kila aonaye kiu atashuka kwako, kila aonaye kiu atashuka kwako, kila aonaye kiu atashuka kwako. Barakora baba yakatama sakarabo kandarama kolia babo likandara babo kindara papaya likandara babo yakandara babo. Wanaondoa magonjwa kwenye mwili wako, wanaondoa magonjwa kwenye mwili wako. Rapasaya, mwambie Bwana, nijaze kama Ayala anavyoonyesha huku mito ya maji. Daudi anasema, ndivyo nafsi yangu inakuonyesha huko Bwana, ndivyo nafsi yangu inakuonyesha huko Bwana. Lazima uombe, uwe na kiu ili Bwana akujaze. Rabosa hata ulivyo maji ya mto, Bwana nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ina kiu nawe Bwana, nafsi yangu ina haja nawe Yesu. Kama ni maji ya mto, Bwana nafsi yangu ya kutamani. Kama Roho akiingia ndani, tamaa ya dhambi inaondoka. Mwanamke Msamaria alipopokea maji haya hakuwa
pote, mahali pote, mahali pote, Baba kwa nyuma, ujaze, ndio, ujaze, ndio, ujaze, ndio, ujaze, 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 ujaze. Yamkini ulinyauka, yamkini ulinyauka, ulikuwa una nguvu tena, pokea ujazo na kuvuvia, pokea Roho Mtakatifu na kuvuvia, pokea Roho Mtakatifu na kuvuvia, pokea Roho Mtakatifu kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Natamka, 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 natamka kila mahali, pokea na kuvuvia, pokea na kuvuvia, pokea. Yes, yes, watu sasa, pokea vipawa, pokea huduma, pokea vipawa, pokea huduma, pokea vipawa, pokea huduma, pokea sasa, pokea sasa. Vilivyokufa ndani vitafufuka, vilivyokufa ndani vitafufuka kila mahali, mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Kuna watu wanapendelewa, kuna uhai unakuja tena, kuna kustawi kunakuja tena. Fungua sana kinywa chako, Bwana apate kukijaza. Fungua tena kinywa chako, Bwana apate kukijaza. Unasikia kunena kwa lugha, usinyamaze, usinyamaze. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu. La pakosaya, la papapapa, la kakaka, leo. Yes, 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 yes. Pokea, pokea, kila mahali, pokea, pokea, pokea. La papasa, la papasa, la papasa. Iko usifie yokofa, usifie yokofa. Hiyo pokea, hiyo pokea, 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 pokea. Moja, mbili, tatu, jaza. La papasa, 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 la papasa. Kila mahali, kila mahali. Fungua sana kinywa chako. Endelea kuomba, usinyamaze, usinyamaze. Maandiko yanasema fungua sana kinywa chako, Bwana apate kujaza. Unasikia kulia lia, nasikia kelele piga. Ndio, ndio, ndio. Hii nguvu inaongezeka, hii nguvu